Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Sasa hivi tunaona wasanii wawili Mbosso pamoja na Harmonize wapo katika project mpya, na project hiyo inatarajiwa kutoka siku za hivi karibuni. Nadhani katika hizo siku mbili tatu ameshaongea kabisa kwamba amejiandaa kuja kutoa ngoma mpya. Yani hapo Mbosso pia ametangaza kuna ngoma ambayo atashirikiana na Harmonize, lakini pia Harmonize naye pia ashatoa taarifa kuhusiana na ujio wa ngoma mpya. Sasa inaonekana kabisa kwamba wawili hawa wamepania kiu kweli ukweli, yani hawana utani kabisa, kwa sababu tunaona Harmonize pamoja na Mbosso wanatamani ngoma itoke hata leo, lakini sasa inaonekana bado mipango haijakaa sawa. Sasa kwa upande mwingine tunaona Mbosso amemkonjulia roho Harmonize na kufanya naye kazi, kwa sababu inasemekana kwamba wawili hawa walikuwa hawaelewani kipindi cha nyuma, lakini kumbe ilikuwa ni kwa sababu ya kazi. Sasa masaa 22 iliyopita tunaona Mbosso akaandika Konde Gang Harmonize featuring Can Music leo au subana, ilikuwa ni masaa 22 na tunaona kuna picha kama 6. Hizi picha inaonyesha kabisa kwamba wawili hawa walikuwa wamejipanga kabisa kufanya kazi, na Harmonize amemuelezea vizuri sana Mbosso kwamba ni msanii mwenye kipaji kikubwa sana. Sasa tunaona hii ushirikiano kati ya Mbosso pamoja na Harmonize umeweza kumshtua Diamond Platnumz. Kwa nini? Wawili hawa walikuwa wanafanya kazi chini yake, na tunaona wawili hawa walifanya makubwa wakiwa katika lebo ya Wasafi. Sasa ni namna gani inaenda kuathiri biashara ya kule walikotoka? Kwanza kabisa watatengeneza attention kubwa sana ya mashabiki. Mashabiki kiukweli watawafuatilia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu inaonyesha ni wazi kabisa kwamba hata wale mashabiki ambao walikuwa wamewavuna kipindi kile walipokuwa kwa Simba, maana yake ni kwamba ndio wataondoka nao wale wale, na hata wale ambao walikuwa wanamsupport kipindi kile akiwa anafanya kazi na Diamond, manake wale mashabiki pia kuna baadhi atawapunguza na kuondoka nao. Sasa kuna kitu kimoja ambacho Harmonize nimekiona amekifanya na kwa akili kubwa sana. Cha kwanza, Mbosso mwaka huu ametengeneza namba kubwa sana kwenye digital platform, na ametengeneza namba ambayo inamfanya kuwa ni msanii wa pekee kutoka Afrika Mashariki ambaye mwenye mafanikio makubwa baada ya kutoka kwenye lebo ya Wasafi. Cha kwanza, tumeona kila msanii akitoka katika lebo ya Wasafi amekuwa kihusishwa na bifu na Diamond Platnumz, na tunaona katika hayo mabifu tunaona alianza Rich Mavoko, bifu likawa kubwa sana na Simba, baadaye akaondoka. Baadaye akafuata Harmonize. Harmonize aliondoka kwa beef kubwa sana pale. Anatoka kwa mtiti, vurugu kweli kweli. Yeye kutoa hadi milioni 600 sio mchezo, lakini of course lazima alipe kwa sababu kuna gharama pia zilihusika. Anyway, ukiachilia mbali na hivyo, Kirungi bana wakati anatoka katika lebo ya Wasafi, tunaona kuna ile nyimbo ya Power Melody ambayo Diamond inasemekana kwamba alimpa Mbosso. Inasemekana kwamba hiyo melody ndio imeleta utata, lakini cha kushangaza, lakini pia ambacho nimekipenda kwa Mbosso, inaonyesha wazi kabisa kwamba hakutaka mashindano na Diamond, na ameongea positive katika kila interview ambazo amezifanya. Amekuwa akimwongelea positive Diamond na kusema kwamba hausiki kwanza kwenye ngoma ya Power, lakini ni kwamba Diamond ameplay part kubwa sana katika maisha yake. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ameona yes ameshakuwa mkubwa, ni vema akajitegemea, na hiki ni kitu kizuri. Sasa ushirikiano, sasa hapa nazungumzia watoto wa Simba, hapa nazungumzia Harmonize pamoja na Mbosso wanaenda kushirikiana kutoa ngoma mpya leo. Ngoma hii ni kali, bado tunasubiria tu muda ufike waweze kutoa ngoma hii, lakini za chini ya carpet bana, inasemekana kwamba upande wa pili wamejipanga kuhakikisha kabisa kwamba hiyo ngoma haiendi kokote.
Kuna project zitaachiwa hapa katikati, hawezi watu kuamini, kwa sababu kwanza kabisa kama mtu alitoka katika lebo ya Wasafi na wakasema ameimba melody na vitu kama hivyo, basi mambo hayajawa vile kama ilivyokuwa inatarajiwa. Kwanza kabisa kuna mpango ambao wamepangwa kwa ajili ya kuzima project hiyo. Mpango uko hivi, ni kwamba pale unapotoa ngoma na wenzako wanatoa ngoma hapo, tumekuwa tukiona hata kipindi cha nyuma, hata Alikiba alishawahi kumind na kusema kwamba kuna wakati watu wanamchezea viewers kwenye mtandao wa YouTube, kuna wakati wanafanya hivi fitness hapa na pale. Lakini kwa upande wa Mbosso pamoja na Harmonize, ushirikiano wao inaonyesha wazi kabisa kwamba haujamfurahisha Simba na wala hajazungumza chochote, kwa sababu tunaona kipindi kama hiki Simba alikuwa anategemea pengine labda angeza kutoa kazi ama vile. Lakini sasa nilichokipenda kingine ni kwamba Mbosso hakuona madhaifu ya Harmonize kama wengine wanaoyaona wale maadui zake, bali ameona kuweka silaha chini na kufanya kazi. Na kumbuka hata kipindi ambacho Harmonize anatoka katika lebo ya Wasafi, kuna interview moja ambayo Mbosso aliulizwa kuhusiana na Harmonize na kusema kwamba yule sio mshikaji wake na wala hawazungumzi chochote. Kumbe ile ilikuwa ni kazi, kwa sababu tunaona huwezi kuongea kwa mtu ambaye ana ugomvi na bosi wako. Kwa hiyo sasa pengine labda alikuwa amepigwa bana hata kuongea na Harmonize na vitu kama hivyo. Lakini sasa huu ni wakati sahihi. Tunaona mkali wa Single Again anakutana na mkali wa Power, wanatengeneza project. Nadhani project hii kama itakuwa ni project kali, basi na imani kabisa hii itakuwa ni ngoma ya kufungia mwaka. Achana na ngoma zote ambazo zimetoka mwaka huu, hii inaweza ikaenda ikawa ni ngoma ya kufungia mwaka. Competitor ni Mario. Kwa nini amtaje Mario? Mwaka huu mwishoni ametoa ngoma ya Olua. Ngoma sasa hivi inakimbiza viewers sio mchezo kwenye upande wa YouTube na inatembea. Na tunaona hata Zuchu amekasirika sana kufananishwa na Mario kuhusiana na kutoa project yake ya Reason ambayo inaonekana kudemadema na kiukweli haiendi kama vile kwa inatarajiwa, na wengine wana support na kusema kwamba Mario sasa hivi anaonekana kuwachachafya wasanii wengine ambao wanaonekana kuwa majiant. Kwa hiyo Zuchu alikasirika sana kuhusiana na kauli hiyo. Lakini sasa unalipi la kuzungumza kuhusiana na Mbosso pamoja na Harmonize kushirikiana? Je, wamepanga kushirikiana kwa ajili ya kumdondosha Simba? Na je, unahisi Diamond atafanya nini kama hii project itaenda viral? Je, atasema melody imeibiwa kama zamani? Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, share, like na comment kwa kwanza kupata habari zetu ndani ya Mkubwa Media.